Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana, na kukaribisha tujifunze kwa pamoja upendo wa Mungu kwa wenye dhambi. Maana mara nyingi sana kwa tunaamini Mungu hatupendi wala hatutaki kabisa wenye dhambi. Mimi ni Felix Yunji, mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jaribu kuupima upendo wa Mungu ni mkuu kiasi gani, ni mkubwa kiasi gani. Hebu jaribu kusikia kwa makini, alafu jaribu kufikiria namna ambavyo upendo wa Mungu ni mkubwa kwenye maisha ya watu wenye dhambi, kwa watu wenye dhambi. Anasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Sasa kitu kimoja hatari sana ni kwamba mtu akiwa amefanya dhambi anaona kama vile Mungu hamtaki tena, Mungu hataki hata kumuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitu si kweli. Na naposema hivyo simaanishi kwamba Mungu anafurahia sasa kuona watu wanaishi maisha ya dhambi. Mungu hafurahii, kwa sababu Mungu hafurahii watu kuishi maisha ya dhambi. Ndio maana alimtoa mwanaye pekee Yesu Kristo akafa kwa ajili ya dhambi zetu tulipokuwa hatufai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ni kitu cha ajabu sana. Mara nyingi sana sisi wanadamu kumpenda mtu akiwa katika hali ya dhambi, uovu, jambazi, mwizi, nini, sio rahisi yani kumpenda huyo mtu. Sasa angalia, kama sio rahisi kumpenda huyo mtu, je, kufa kwa ajili ya huyo mtu utaweza? Kama huwezi kumpenda huyo mtu, je, kufa kwa ajili yake utaweza ili umkomboe? Utaweza? Kwa hiyo kama sasa, mpaka hapo unaweza ukaona ni jinsi gani ambavyo Mungu amethibitisha pendo lake kwa ajili ya kila mtu ambaye anajiona ana dhambi. Ndio maana anasema kwamba hakuja kwa ajili ya watu wenye haki, bali alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Kama ambavyo mtu ambaye ni mzima mwenye afya hahitaji daktari, ndivyo ambavyo pia mtu ambaye anajiona mtakatifu hamuhitaji Yesu. Lakini kama unajiona wewe ni mwenye dhambi na unaona una dhambi, maana yake unamhitaji Yesu, maana Yesu pekee ndiye dawa ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa huo upendo huo, sasa anza kujifikiria upya kabisa. Ujaribu kumpokea Yesu Kristo. Umeishi maisha ya dhambi, pengine umeua watu wengi, pengine umekuwa kahaba kwa muda mrefu sana. Umekuwa kahaba ambaye unaona kabisa yani ustahili kabisa kusamehewa. Umeua watu wengi, unaona kabisa kwamba hustahili kusamehewa. Umefanya ujambazi, umekuwa mwongo, umekuwa mwizi, fisadi mkubwa, mhujumu wa uchumi. Umekuwa ni mtu ambaye umekuwa ni mchawi, umeua watu, umefanya makafara ya ajabu, umefanya mambo ya ajabu. Umetenda kila aina ya dhambi mpaka unahisi kabisa kwamba huwezi kusamehewa. Nataka nikwambie kwamba upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko dhambi zote, na ndio maana alikufa kwa ajili ya dhambi zako zote. Haijalishi wewe umetenda dhambi gani. Dhambi sio samehewa ni moja tu. Yesu anasema dhambi moja tu, kumkufuru Roho Mtakatifu. Hiyo tu, lakini dhambi zote zinasamehewa. Kwa hiyo unaweza ukaona upendo wa Mungu ni mkubwa kiasi gani kwa ajili yako wewe ambaye unatenda dhambi. Anataka sasa akuondoe kwenye hayo maisha ya dhambi, akulete kwenye maisha ya nuru, maisha ya kumpendeza yeye. Usione kwamba huwezi kukubaliwa na Mungu. Usione kwamba huwezi kuanza upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kwamba kwa wanadamu historia yako itabakia, lakini Mungu akiifuta historia yako ya zamani yatabaki kuwa ya kale, na ya kale yatakuwa yamepita. Kwa hiyo itakuwa ni mwanzo mpya. Ndio maana anasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zaidi Mungu mwenyewe anasema kwamba yeye akikurehemu ni nani atakaye kuhukumu? Yeye akikusamehe ni nani atakaye kuhukumu? Kumbe Mungu huyu akikusamehe dhambi zako, haijalishi zilikuwa nyingi kiasi gani, mpaka watu wakawa wanasema pengine wewe utakuwa ni kuni za kuchomea moto kule watu jehanamu kwa sababu ya wingi wa dhambi zako. Haijalishi dhambi zako zilikuwaje, huyu Mungu yuko tayari kukusamehe ikiwa wewe tu utaamua kuanza mpya kutokea kwenye msalaba wa Kristo, kwa kumpokea Yesu Kristo, kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kuamini kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Sasa kama Mungu alimtoa Yesu Kristo na alikufa kwa ajili ya dhambi zako, kwa nini sasa uendelee kubaki kwenye maisha ya dhambi?
Kwa nini sasa uendelee kujificha kwenye chaka la dhambi? Hakuna haja. Toka huko kwenye kichaka cha dhambi, mpokee Yesu Kristo, anza upya. Yesu alikufa kwa ajili yako ya dhambi zako. Kama ingekuwa hivyo, basi Yesu asingekufa kwa ajili ya dhambi zako. Yesu asingekufa. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hiyo ni wewe sasa kuamua kuanza upya ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu akusaidie. Imekupasa utambue Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hiyo kwa sababu una dhambi, usijifiche huko. Imekupasa utoke huko ulikojificha miaka mingi katika dhambi, uende sasa kwa Yesu Kristo, umwambie Yesu, nimekuja kwako, ninahitaji kuanza upya na wewe. Ninaomba yote ya kale yapite. Ninaomba unisamehe dhambi zangu, uondoe uovu wangu. Ninaomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike upya jina langu kwenye kitabu chako cha uzima wa milele. Ukitubu kwa moyo wako wote, ukikubali kubadilika, Yesu atakusamehe na atakupa mwanzo mpya. Na akikupa mwanzo mpya, hutakiwi kuwaza wanadamu watasema nini, kwa sababu wanadamu hawana ishu na wewe, ila Mungu ndiye mwenye kila kitu na wewe. Mungu amesema akikurehemu hakuna mwanadamu wa kuhukumu. Maana hata hukumu zao akiendelea kukuhukumu, as long as umemwamini Yesu, hata akasema yule kahaba ameokoka, yule muuaji, yule jambazi amefanya hivi, hupaswi kusikia maneno yao. Unapaswa kumsikia Mungu ambaye amesema katika neno lake kwamba akikusamehe hakuna wa kukuhukumu tena. Maana usikae tena chini ya hukumu. Hata kama wewe ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa umempokea Yesu mara ya kwanza, ukaanguka katika dhambi, bado Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hiyo usione kwamba kwa sababu umeanguka kwenye dhambi basi ustahili tena kutubu dhambi zako na kuendelea kuishi maisha matakatifu. No, usione kwamba ustahili tena uzima wa milele kwa sababu ulianguka katika dhambi. No, unaweza kuanguka kwa sababu wewe ni mwanadamu. Unaweza kuanguka. Kwa hiyo kuanguka kwako katika dhambi kusikufanye uendelee kukaa katika dhambi. No, inuka, mahali hapo sio kwako. Omba utakaso, omba rehema. Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Omba rehema, amua kuziacha dhambi, Mungu atakurehemu na atakupa mwanzo mpya. Amesema kwamba aziungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema, lakini yeye azifichaye hatafanikiwa. Maana yake ukizificha au ukaziungama bila kuziacha, hautapata rehema. Mtu wa Mungu, fanya maamuzi sahihi wakati ni huu. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema.